Kweli fedha nyingi sana tunazitamani na zinahitajika kwenye kata zetu na haziwezi kupatikana kwa haraka. Tuna changamoto ya fence ya shule ya msingi Kirai. Ile changamoto ni kubwa sana na inaleta athari. Na afisa elimu yuko hapa. Kuna kipindi tulipata watoto walikuwa wanavuka pale wanaenda kule mtoni, kukawa na changamoto, kesi za ulawiti zilikuja. Zinahitaji tofali 5,000, si kazi kubwa sana. Naombeni waokoeni wale watoto na wakivuka wanaingia mtoni. Na niseme tu kwamba mimi ni kipindi changu cha mwisho na kwenda kustaafu diwani. Nikatamani hata siku nikikaa kama diwani mstaafu nione wale watoto wamekaa katika mazingira mazuri. Kwa upande wa afya, niombe niseme kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, ni sehemu moja ambayo hata DMO anafahamu hatujawahi kufanywa lolote kwenye kata yetu kwa muda ambao mimi nimekuwepo kwenye uongozi huu. Kwa kweli hakuna lolote lililofanywa kwa upande wa afya kwenye kata ya Kimya. Na hii changamoto ni kubwa, hatuna maabara pale, watu wanateseka. Lakini pia hatuna jengo la mama na mtoto, watu wanapelekwa pale Mateni tuko. Nafikiri kata ya Mateves kwamba tuna changamoto kwa ujumla. Ni kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya Arusha kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye maeneo yao ya robo tatu ya mwaka. Moja ya changamoto kubwa ambayo imeonekana ni changamoto kwenye kata nyingi ni changamoto ya ubovu wa barabara nyingi, hali ambayo madiwani wengi wameomba serikali kulishughulikia jambo hilo. Sambamba na hayo, swala la ukusanyaji wa takataka limeonekana pia ni kero kwa baadhi ya maeneo ndani ya halmashauri ya Arusha. Sina mashaka na dharura. Kazi ziko nyingi. Nina mashaka na neno hili la kwamba mwendelezo wa kazi itakwenda. Iko hivi, daraja la Ole Kisambu ilikuwa imetengewa fedha. Waambie baraza hili kwamba hizo fedha zimeenda kwenye shughuli zingine au ndio itakuja kuanza upya. Barabara hiyo Murigiringa ilikuwa imetengewa fedha kwa matengenezo. Mheshimiwa rafiki yangu Mwanga, na kupenda na kuheshimu sana barabara hiyo, naomba uitamkie baraza hili. Hizo fedha zipo au zinategemewa zije? Maana mimi niko makini sana kwa vitu ambavyo tunaahidiana ndani ya mabaraza haya. Na sababu na kata zingine ambazo ni tayari inasemekana itakuwepo. Mwezi wa 7 jamani, sio mbali. Lakini yale ambayo ilikuwa yatakiwa itekelezwe. Naomba tusaidie ndugu yangu. Juzi nimepiguka gari hapo Murigiringa barabara. Wewe mwenyewe nikakupigia simu. Rafiki yangu, naomba tuseme hapa mbele ya baraza hili. Hizi baraza, hizi huduma zitakuwepo kweli? Tubainishie batu kama kuna Tomaso. Madibaini shahidi alifanya na gari yake juzi hapa. Ukweli ndio huo, aende Kiminyaki. Aende aunganishe kule. Naomba tusaidiane ndugu yangu. Nimeomba ndege ambao mmepangia kutoka hiyo barabara mlikoishia pale ya Murigiringa. Mawe kwenda Murigiringa ndio hivyo. Itakuwa nayo imetengenezwa pamoja na hiyo daraja sehemu ambapo inahitajika iweke tuko pale kuelekea Murigiringa, itakuwa imetengenezwa ndani ya muda. Ningeomba kuna kile sehemu ghorofa ambayo imepigwa na mafuriko unayofahamu kupanda juu kidogo ya mawe. Ni lini mtakuja kurekebisha angalau iweze kupitika, magari ya magogo yaweze kupita pale? Kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kufanya. Ni kweli kama nilivyosema, mimi ni shahidi. Kuna kile kivuko kweli ambacho tunalia miaka nyuma mpaka leo. Wamefika kweli, lakini kabla ya mvua ilikuwa tu budget ilikuwepo. Na alikuwepo mkandarasi. Uliongea naye sasa, na kile kivuko kimekuwa ni hatari ambapo inaleta shida, manake watu wanapokuwa wanaandamana, nasema watu wanapokuwa wanasema tunaandamana au kufanya kama walipokuwa wamefanya kule Kirani, wanapoandamana kufunga barabara ndio TARURA wanakuja wanapata ile wanatengeneza. Inakuwa tu wanasema mbona tukifanya hivi na kujatengenezwa, na hatupendi ifikie hapo. Kuna kipindi kama anavyojua watu wa Mianzini, usafiri wa kuja Kidinga kutoka Mianzini kuja waligoma kuja Kidinga. Watu walipata shida mno. Manake TARURA wanatengeneza barabara ile bypass kupitia Woltroto kuja Kidinga, akawa wanapita pale. Lakini wakaona kuwa ni hatari kwenye kile kivuko, na ni kweli kuna fursa moja imekuja kidogo ya mbuke ilikuja kufutwa. Nashukuru sana. Mimi naulizia barabara ya kutoka
Cornerstone kwenda kituo cha afya, Mwanga unafahamu pale shuleni kuna mita kama 100 tu. Unapata shida sana kwa ajili ya shule mpya. Lakini katika barabara hiyo hapo Cornerstone kuna kivuko cha pale kwa Stone. Kama itakuwa kwenye budget ya mwaka huu. Lakini kuna kivuko cha Olivishe kutoka Mamsa kwenda kituo cha afya. Pale imekatika moja kwa moja, ambapo ilikuwa Kaya aje jana lakini imeshindikana kuja. Pia nataka nijue kwamba tuna budget kwa ajili ya kivuko hicho kwa budget ya sasa hivi. Kwa Bwawani yenyewe haijawahi kuona barabara tangu ulimwengu umeumbwa. Sasa hata wataalamu wakija kule mara nyingi huwa wanapotea. Wakaniahidi kwamba kuna utaratibu wa kuweka sasa kutengeneza barabara kufikisha kule Bwawani kwenyewe kabisa. Sasa sijajua mpango wa bajeti yako ikoje kuangalia hiyo barabara ya kufikia kule Bwawani. Siku za juzi tu kamati ya mipango ilikuwa na ziara kwenda Bwawani, lakini ilishindwa kwa sababu ya Mwanga. Majibu kwa waheshimiwa. Asante. Daraja la Ole Kisambu. Daraja la Ole Kisambu, mheshimiwa mwenyekiti, lipo kwenye budget hii inayokuja. Na pia tuliomba fedha za dharura, bado hatujapata, lakini uhakika kabisa pesa za daraja hili zipo kwenye bajeti inayoanza mwezi wa 7. Ipo na mheshimiwa diwani anafahamu na tuliisoma hapa. Kwa hiyo hili daraja litafanywa kazi kwa uhakika kabisa. Barabara ya Ole Mringaringa, jana mheshimiwa tu alikuwa kwenye kikao cha chama hapo, lakini tulikuwa kwenye kata yake mimi na meneja wa wilaya. Kwa hiyo na barabara hiyo Ole Mringaringa tumeipita. Ina mita 700 tu, na tunakuhakikishia kwamba barabara hii tunaitengeneza ndani ya mwaka huu wa fedha, sio mwaka ujao. Hii inafanywa kazi na tulikuwepo kwenye kata yako jana. Kwa hiyo naomba mheshimiwa mwenyekiti ili asiwe na mashaka. Kata ya Kimnyaki amezungumzia swala la kwa hapo Kimnyaki ni bajeti inayokuja. Kwa mwaka huu hakuna bajeti pale kwako. Kwa hiyo kwa mwaka unaokuja kazi zitafanyika pale. Kidinga, mheshimiwa mwenyekiti, kivuko kile, barabara hii ya Simon Road ina pesa na mkandarasi yupo. Nilishazungumza tena na narudia tena mara ya pili. Mkandarasi yupo, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa aache wasiwasi. Pesa zipo na mkandarasi yupo na yuko tayari kuanza kazi, ni mvua tu ilizuia. Kwa hiyo kama hali ya hewa itaenda vizuri, wiki ijayo mkandarasi anaanza kazi pale. Akizungumza kuhusiana na baraza hilo lilofanyika katika halmashauri ya Arusha, makamu mwenyekiti wa baraza la madiwani halmashauri ya Arusha, Mheshimiwa Fred Lukumai, ameeleza yale ambayo yameweza kujadiliwa kwenye baraza hilo. Nafikiri leo tulikuwa na kikao cha kawaida cha uwasilishaji wa taarifa za kata kwa robo ya 3 Januari Machi 2024-2025. Tumepokea taarifa vizuri na tunaendelea kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutupatia fedha nyingi, lakini pia tunaipongeza ofisi ya halmashauri yetu chini ya mkurugenzi wetu mtendaji halmashauri Suleiman Msumi. Wameendelea kutoa fedha za mapato ya ndani kutekeleza miradi ya halmashauri, na tumepokea miradi mingi imetekelezwa. Kuna baadhi tu ya miradi ambayo haijapata kukamilishwa, lakini tunaamini pia itakamilishwa. Pia tumepokea taarifa kutoka kwa taasisi zinazotoa huduma ndani ya halmashauri yetu kama RUWASA, TANESCO na TARURA. Yote kwa pamoja tumefanya majumuisho, pale penye mapungufu tumetoa maelekezo ili yaweze kufanyiwa kazi kabla hatujamaliza robo ya 4 ya mwaka wa fedha wa serikali wa 24-25. Na kuelekea mwaka wa serikali wa 25-26 pia tumetoa maelekezo kwamba pale panapoanza basi utekelezaji wa bajeti vipaumbele viwe kwa miradi ile ambayo haijakamilika. Kama baraza la madiwani leo
Kwa leo tulikuwa hatuwezi kuwa na maazimio, nafikiri maazimio tutakuwa nao kesho, lakini imetokea changamoto hiyo ya baadhi ya madiwani kulalamikia swala la usafi kwenye kata zao, na mimi kama makamu mwenyekiti wa halmashauri nilioongoza kikao hicho, nimetoa maelekezo kwa watu wetu wa mazingira washirikiane kuwasukuma wale watu wa idara ya mazingira mawakala wetu wa kukusanya taka wahakikishe kwamba halmashauri yetu anaiweka katika hali ya usafi, na sina shaka na hilo. Mkurugenzi amepokea, lakini pia tulikuwa na watu wa idara hiyo wamelipokea, wataenda kufanyia. Ni changamoto ndogo tu ambayo inaweza ikawa ni uzembe au pia changamoto iliyozalishwa na hii hali ya hewa ndio imesababisha kupelekea wazabuni kuzembea kwenye kuzoa taka.